niseme tu kwamba jeshi la polisi kwa Morogoro kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea, alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kibondo. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho likuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo isemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Taarifa za mashuhuda wa tukio hilo zilieleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na mazoea ya kutumia gari la huyu bwana Omari Selemani Mwanamtwa, ambaye mimi nitamuita mtuhumiwa, na alikuwa dereva taxi. Hii gari yake ilikuwa ni taxi, na shughuli zake, na alikuwa anatumia hilo gari kwa shughuli zake binafsi na matembezi, kutokana na hali ya yule mama kuwa ni mlemavu wa miguu. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara akitumia taxi kwenye matembezi yake. Baada ya mwanamke huyo kutoonekana kwa muda, ndipo baadaye gari namba T 577 AQJ aina ya Toyota Corolla mali ya Mayasa Ali Hashim. Huyu alikuwa kwa sasa ni afisa elimu mstaafu, ni mkazi wa mkoani Tanga, lakini alikuwa akiishi hapa Morogoro. Lililokuwa linaendeshwa na huyo mtu ambaye nimemtaja, ilikutwa imetelekezwa eneo la Msamvu kwenye kituo kimoja hapo cha kuuzia mafuta ya magari, na likiwa limesheheni damu kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo wakati wote huo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wema walikuwa kwenye ufuatiliaji wa marehemu pamoja na huyo mtuhumiwa, lakini hatimaye huyo mtuhumiwa amekamatwa. Lakini mpaka sasa Ulumbi Stefano ambaye ni marehemu hajaweza aidha mwili au yeye mwenyewe hajaweza kupatikana. Kwa hiyo hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kukamilishwa kwa ajili ya maamuzi, ikizingatiwa kuwa gari la mtuhumiwa lilikutwa likiwa na damu inayodhaniwa kuwa ilikuwa ya Ulumbi Stefano. Kwa hiyo hapa mchakato wake ni mrefu kidogo wa uchunguzi, na ndicho hasa kinachosubiria. Huyu mtu tunaye, tunafanya naye mahojiano, tunakamilisha uchunguzi wa tukio la mauaji. Unajua kitu kimoja hapo ambacho kinathibitisha shtaka la mauaji huwa ni mwili wa mtu ambaye anasemekana amekufa. Lakini pia kisheria huko muda ambako mtu kama atasemekana amekufa na akapotea akaonekana, basi kisheria inaweza ikathibitika kwamba huyu mtu tayari amekufa. Kwa hiyo sisi ni wachunguzi tu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuwaonisha hayo mambo, na baadaye vyombo vingine ambavyo vinahusiana na kijinai, especially kwenye kutoa maamuzi hayo, aidha ashtakiwe asishtakiwe, vitatoa maamuzi yake baada ya sisi kuwa tumewafikishia taarifa ya uchunguzi wetu. Jeshi la polisi pia linafanya uchunguzi wa taarifa iliyopokelewa dhidi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, inapatikana kwenye kata hiyo ya Ulelingoma, wilaya ya kipolisi Ruhembe au wilaya ya kiserikali Kilosa, ambaye anafahamika kwa jina la Generasco Resfori Mnyang'ali. Yeye huyu ana umri wa miaka 36. Lakini pia tunamchunguza mtu anaitwa Tegemea Maganza, miaka 34, askari wa jeshi la akiba na mkazi wa Uleling'ombe. Hao watu tunawachunguza kwa sababu ilielezwa kuwa mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kiongozi huyo pamoja na watu wengine wawili, mmoja hapo ni huyo askari wa jeshi la akiba, waliwakamata vijana wawili kwa tuhuma ya wizi wa simu moja ambaye ni mali ya mwenyekiti huyo ambaye anafanya kazi za wakala, kuwatesa na kuwafungia kwenye ofisi ya kijiji hicho wakiwatuhumu kwa wizi wa simu kama nilivyoeleza. Kwa hiyo taarifa za tukio hilo pamoja na tuhuma za wizi vyote vimefikishwa kwenye vituo vyetu vya polisi wilaya ya polisi Ruhembe na nyingine taarifa zingine wilaya ya polisi Kilosa
Kwa hiyo zimeunganishwa kwa pamoja, tunaendelea kuzifanyia uchunguzi. Kwa hiyo tunachunguza tukio la wizi wa simu kama ambavyo limeripotiwa, na hapa kuna watuhumiwa wawili ambao walikamatwa. Lakini watuhumiwa hao pia ndio wanaolalamika kwamba wakati wa ukamataji walifanywa vitendo vya ukatili, vitendo vya unyanyasaji. Kwa hiyo majarada yote atakapokuwa amekamilika, kama ni tunavyojua, tutapeleka kwenye ngazi zingine za haki jinai kwa ajili ya maamuzi zaidi. Lakini pia